Asalamu alaykum ndugu zangu na Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Nisikizeni dakika moja. Nataka niwaambie kwa nini Waislamu wanamchukia Mtume Paulo. Soma. Tusome katika kitabu cha Wagalatia 1:19. Tuone namna jinsi ndugu zetu hawa wanamchukia Mtume Paulo, wakidai kwamba si mtume wa Mungu. Wagalatia 1:17. Wagalatia 1:17. Tunaanza kusoma katika mstari wa 15 ili tupate kuona namna jinsi Mtume Paulo alivyokwenda katika mji wa Warabuni na kuwahubiria injili ya Kristo. Anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu, ili niwahubiri mataifa habari zake. Kwa hivyo Paulo baada ya kuwahubiria katika mataifa ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, aliondoka Paulo akaenda akahubiri mataifa ya Warabuni. Anasema ili niwahubirie mataifa habari zake, habari za mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Sikiza nyingine hiyo. Sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu. Asante. Wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Warabuni. Nasikia sasa namna ya ndugu zetu hawa wanamchukia Paulo, wakisema kwamba Paulo si mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu Paulo alienda kuwahubiria injili ya Kristo, ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio sababu kubwa ya ndugu zetu kumchukia mtume wetu Paulo. Paulo anasemaje mwenyewe? Wagalatia 1:1. Wagalatia 1:1. Anasema, Paulo mtume, si mtume wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu aliyemfufua kutoka kwa wafu. Kwa hivyo tunamwona Paulo mtume wa Kristo na Mungu anaitangaza injili ya Kristo kuwa alikufa na kufufuka na kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hilo basi ndilo wanalokataa ndugu zetu.